Karibuni tena katika presentation yetu ya biashara kutoka kampuni ya Eve Dynamics. Na leo utakuwa na mimi presenter wako Engineer Josephat Mashauri, your coach and mentor. And guess what? Naenda kupatia information ambayo itaenda kukupa picha namna gani project hii inaweza kubadilisha maisha yako, kwa sababu tayari tumeona namna gani imeweza kubadilisha maisha ya watu wengi, kuwatoa katika level moja na kuwapeleka katika level nyingine ya kimaisha. Yes. So moja kwa moja nitaanza kwa kuitambulisha kampuni yetu. Inaitwa ni kampuni ya Eve Dynamics Africa ama Eve Enterprises Corporation Africa, na kampuni hii ni kampuni ya kimataifa ambayo imeanzia nchini Philippines, na mwanzilishi wa kampuni yetu ni CEO wetu anaitwa Madam Eva Maria Mosquera. Huyu mama ndio mwanzilishi wa kampuni hii, lakini ni mwanzilishi wa FC Biosanitary Pad barani Afrika na muasisi wa kampuni mama ya Eve Dynamics ambayo inaitwa Avail Beauty, ambayo imekuwa ikifanya kazi kwa zaidi ya miaka 20 katika kutoa huduma na kuhudumia maisha ya watu. Lakini mama huyu ni kiongozi mwenye dhamira kubwa ya kujenga watu wengi kuwa viongozi, na amesaidia maisha ya watu wengi sana kuinuka kiuchumi. Na Eve Enterprises inajihusisha na nini specifically? Well and good. Kampuni hii ni kampuni ya kimataifa ambayo imejikita zaidi katika usambazaji na uzalishaji actually wa bidhaa za afya, hususan afya uzazi zenye ubora wa hali ya juu sana na matokeo makubwa, yes, katika kukinga, kutibu matatizo mbalimbali ya mfumo wa afya. Lakini pia tunatoa fursa nzuri sana za biashara, uchumi, fursa za watu kwa mawakala wa usambazaji wa bidhaa zetu, lakini fursa ya kujenga mitandao ya watumiaji na wauzaji wa bidhaa zetu, lakini pia tunatoa fursa ya safari katika nchi mbalimbali na zawadi nyingine mbalimbali. Lakini maono yetu kama kampuni ni kuhakikisha kwamba tunagusa maisha ya watu wengi na kuweza kuwanyanyua watu kiuchumi, lakini kugusa maisha ya watu kiafya, na ndio maana tuna product za afya zenye ubora wa hali ya juu sana. Yes. So kama nilivyosema awali, yes, product zetu na project yetu imekuwa kwenye industry kwa zaidi ya miaka 20 iliyopita. In fact, vision ilianzia Malaysia mwaka 2004, yes, kwa kampuni yetu mama. Yes, na mwaka 2015 ikawa imetapaka nchi mbalimbali, na in fact maono yakazidi kuwa makubwa na vision ikawa imetufikia Afrika. Guess what? Afrika ndio kwanza tuna mwaka mmoja. Maono yameingia Afrika na mwaka 2025 ndio rasmi kampuni hii ilianza cooperate nchini Tanzania, nchini Kenya, yes, na inaendelea kutawanyika nchi mbalimbali za bara za Afrika. Na hii ni kampuni ambayo inajiendesha kwa mujibu wa sheria, na kama unavyoweza ukaona kila nchi ambako tunafika tunafanya usajili. Tuna vibali nchini Kenya, tuna vibali nchini Tanzania. Kama unavyoweza ukaona nchini Tanzania kampuni yetu imesajiliwa na product zetu ziko regulated, zimesajiliwa chini ya mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Okay? Na hii ni kutokana na kwamba sampuli zilipelekwa, wakazichunguza na wakaona zinafaa kwa matumizi ya afya, hususan kwenda kukabiliana na changamoto mbalimbali za afya. Okay? So lakini tumeweza kushinda tuzo mbalimbali, na hii ni kutokana na ubora wa product zetu. Na leo nitakupitisha kwenye mfumo wa biashara ili uweze kuona namna gani unaweza kunufaika. Lakini kwa kifupi tu, kampuni yetu, the business itself, tunadili na bidhaa za afya. Okay? Kama unavyoweza ukaona katika screen yangu, yes, tunazo bidhaa aina mbalimbali. Kwa mfano hizi ni panty liner, yes, lakini hizi ni padi katika vifungashio vya sachets, yes, lakini tunazo chlorophyll na product nyingine mbalimbali. Okay? So na leo sitazungumzia kwa undani kuhusiana na product zetu, na zinapatikana katika madarasa yetu mengine, hususan madarasa ya afya. Na kama bado hujapata nafasi ya kuzijua kwa undani namna gani product zetu zinafanya kazi, na kushauri tembelea YouTube na utakuta mafundisho yetu mengi na madarasa yetu kuhusiana na product za afya. Na moja kwa moja nataka nikupeleke kwenye mfumo wa biashara
kuona namna gani unaweza kunufaika kiuchumi kupitia fursa za biashara zinazopatikana katika kampuni yetu. And our goal is to transform people's life. Malengo yetu, maono yetu ni kukuletea mfumo wa biashara ambao unalenga kubadilisha maisha ya watu wengi na kutengeneza usawa katika uwiano wa mafanikio, kwa sababu kampuni nyingi unakuta ni watu wachache wananufaika, watu wengi wanawasindikiza wengine. Guess what? Eve Dynamics tumekuja na mfumo wa biashara ambao ni hybrid compensation plan, mfumo chotara kabisa ambao activity main ni mbili, lakini unaweza kutengeneza pesa kwa njia 9 tofauti ambazo guess what? Ndani ya njia 9 kuna namna 15 tofauti za kuweza kutengeneza pesa. Sasa swali la msingi, je, ungetamani kujua ni namna gani Eve Dynamics imetuletea mfumo ambao unaenda kuzalisha mamilionea wengi zaidi? Sasa nakuomba unifuatilie kwa ukaribu na twende kwa pamoja hatua kwa hatua. So, ladies and gentlemen, welcome to Eve Dynamics Marketing Plan, na kwenda kukuletea Hybrid Compensation Plan, mfumo wa biashara ambao ni chotara. Watu wengi ukienda kwa wakulima hawapendi kutumia mbegu za kilimo ambazo zinachelewa kuwapa matokeo. Tuko katika ulimwengu wa kidijitali. Tunahitaji kutumia nguvu kidogo lakini tupate matokeo makubwa. Sasa Eve tumekuletea mfumo wa biashara ambao ni chotara, hybrid, ambao utakwenda kukuwezesha wewe kutimiza ndoto zako kwa muda mfupi. So, how to get started? Namna gani ya kujiunga? Kabla sijakwambia namna ya kujiunga, kwanza naomba nikwambie watu tofauti tofauti wanapenda kujiunga na kampuni yetu kwa sababu tofauti tofauti. Na watu wengi zaidi wanaichagua kampuni yetu kwa sababu namba moja, unaweza ukajiunga ili kuwa mtumiaji wa bidhaa tu, ambapo ukawa unanufaika na bima ya kampuni ambayo itakufanya upate huduma ya vipimo lakini na bidhaa zetu kwa bei ya punguzo. Lakini namba mbili, kuna watu ambao wanachagua kujiunga na kampuni yetu wakiwa na lengo moja, waweze kuwa mawakala wa bidhaa zetu. Kwa mfano panty liner, pads, kuna wengine ni wa famasia na watu mbalimbali, wengine wana vituo vyao vya kutoa huduma za afya. Kwa wanajiunga na kampuni yetu ili waweze kuwa mawakala na wazipate kwa bei ya punguzo na wakaziuze kwa bei itakayowapa faida. Lakini kundi la tatu ni watu ambao wanajiunga na kampuni yetu kwa lengo la kuwa wajasiriamali ili waweze kutumia njia 9 ambazo ndani yake kuna namna 15 ambazo wanatumia kuweza kuingiza pesa. Sasa kwa ujumla, ili uweze kujiunga na kampuni ya Eve ni lazima ufanye manunuzi, na kampuni ya Eve inauza kwa bei ya jumla. Kwa hiyo itakuuzia katika package na moja kwa moja utakuwa umejiunga. Sasa naomba nikakuonyeshe vifurushi vya kujiunga. Kifurushi cha kwanza kinaitwa kifurushi cha titanium. Hiki kifurushi cha titanium ndio kifurushi kikubwa, na hiki tunakita ni kifurushi cha wafanyabiashara wakubwa ama kifurushi cha wawekezaji. Sasa kifurushi hiki utakipata wewe mfanyabiashara kwa mtaji wako wa shilingi 1,740,000. Na utakapotoa hiyo hela unapata nini? Unapata vifurushi kama hivi, kama hiki ambacho unakiona, vitakuwa 12 na ndani vikiwa na product. Guess what? Hizi product aka kamfuko kamoja kana package, ni kana products ambazo ni dozi ya mwezi mzima. Kwa hiyo kwenye titanium utapata hivi vifurushi 12. Ndani kitakuwa either na sachets ama kitakuwa na panty liner ama kitakuwa na padi. Okay? So, lakini kifurushi cha pili cha biashara kinaitwa kifurushi cha platinum ambacho mtaji wake ni 880,070 na utapata mifuko hii itakuwa 6. Na kifurushi cha tatu hiki ni cha wafanyabiashara wadogo. Kifurushi cha wafanyabiashara wadogo kinaitwa kifurushi cha gold. Yes, na utapata mifuko kama hii itakuwa 3 ambayo itakuwa na product ndani yake ambazo ni sawasawa na dozi ya miezi 3. Na kifurushi cha chini kabisa hiki ni kifurushi cha wanafunzi, wanachuo, au kifurushi cha wale watu ambao wanataka kujiunga kwa lengo la kutumia tu product kidogo kidogo, wao wanazipata kwa lengo la
punguzo. Kinaitwa kifurushi cha silver na utakipata kwa shilingi 1,175,000. Utakapolipa 1,145,000 yako, 1,145,000 utapata kifurushi kimoja kama hiki na kikiwa na product zako ndani. Okay, sasa zawadi utakazopata baada ya kujiunga ni pamoja na namba moja, tutakupa usajili wa kudumu katika kampuni yetu na utakuwa ni mwanachama wa kimataifa, kwa maana ya kwamba unaweza ukajenga biashara ya kimataifa kutoka nchi yoyote ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika. Namba mbili, utapata punguzo la kudumu la 30% kwa kila bidhaa utakayoinunua au utakayohitaji kutoka kwenye kampuni yetu, zilizopo na zitakazokuja. Kumbuka tunazo product nyingi sana, zingine tayari zipo na zingine ziko kwenye michakato ya mamlaka husika ili ziweze kuanza kutumika, lakini tutakupatia account yako ama website yako maalum ambayo utaitumia kufuatilia mapato yako na kujenga biashara. Lakini kwa kifurushi chako hicho utakachokichagua wewe, utapata sifa za kupata mafunzo bure, kutumia ofisi zetu na vituo vyetu vya biashara vilivyo nchi nzima bure, na utapata msaada kutoka kwa viongozi mbalimbali. Kwa hiyo kama unavyoona ukaona kwenye hii picha hapa, na huyu ni mwanamama ambaye yeye alijiunga kwa kifurushi cha titanium, na kama unavyoweza ukaona akapata pakeji zake hizo 12, na kile cha platinum cha 870,000 zinakuwa 6 kama huyo kijana, lakini kile cha gold kama huyo binti zinakuwa hizo 3, na bila kusahau kile kidogo kabisa cha silver kinakuwa package moja. Sasa ladies and gentlemen, naomba niende nikakuonyeshe njia 9 za kutengeneza pesa, ambazo ndani ya njia 9 kuna njia moja imebeba njia 6. Sasa naomba unifuatilie. Njia ya mwisho, njia ya 9 ni bora zaidi. Njia ya 9, naomba hakikisha unafuatilia mafunzo haya. Kwa sababu gani? Njia ya 9 ni njia itakayokuwezesha wewe kutengeneza pesa bila kuweka nguvu yoyote. Ni kwa sababu tayari nguvu utakayokuwa umeweka kwenye njia ya kwanza, ya pili na ya tatu itaenda kukupa pesa nyingi sana katika njia ya 9. Na watu wengi wanajiunga na kampuni ya Eve kwa sababu njia ya 9 ni tofauti sana, na hakuna kampuni nyingine yote ambayo unaweza ukatengeneza pesa kwa namna kama hii. Sasa njia ya kwanza ya kutengeneza pesa inaitwa, unaweza kutengeneza pesa kupitia mauzo ya rejareja. Njia ya pili, unaweza kutengeneza pesa kupitia commission za kusajili watu wapya kwenye kampuni wanapokuwa watumiaji ama mawakala. Njia ya tatu, utatengeneza pesa kupitia kujenga timu za mauzo. Njia ya 4, utatengeneza pesa kupitia commission za manunuzi kutoka kwa wale watu uliowakaribisha kwenye fursa. Lakini njia ya 5, utatengeneza pesa kupitia commission za manunuzi ya timu yako nzima ya mauzo. Lakini njia ya 6, utatengeneza pesa kupitia kipato cha kifalme. Na njia ya 7 ni kupanda vyeo. Njia ya 8 ni gawio la faida, na njia ya 9 ni kupitia mfumo wa zawadi kutoka Eve. Sasa ndani ya njia ya 9 kuna njia zingine 6 ambazo watu wengi zaidi wanapenda kuzitumia. Sasa moja kwa moja nitaenda kupitisha njia moja baada ya nyingine. Okay. Njia ya kwanza ni kutengeneza pesa kupitia mauzo ya rejareja. Kwa mfano, unapokuwa wakala wetu wa usambazaji atanufaika kwa faida 30% au zaidi kwa kununua bidhaa katika bei ya punguzo la mwanachama na kuuza katika bei elekezi. Kwa mfano, bila kujali umejiunga na kifurushi gani. Kumbuka nimekwambia kitu kimoja. Utakapokuwa memba utaweza kunufaika kwa kupata product zetu kwa bei ya punguzo. Sasa ulianza labda na kile kifurushi kidogo kabisa cha silver, okay? Umeanza na kile kifurushi kidogo cha silver, labda wewe lengo lako ilikuwa uwe tu mtumiaji, lakini baadaye ukapata mtu ambaye na yeye ana changamoto kama ya kwako na anazihitaji hizo product. Maana yake utarudi kwenye kampuni, utakuja kununua sio tena kwa 145,000, utapata kwa bei ya punguzo ambayo ni 120,000. Sasa utanunua package moja kama hii ambayo ni dozi ya mwezi mmoja kwa shilingi 120,000. Na usisahau humo ndani inaweza kuwa ina pantliner hizi za kwenye mabunda, ama inaweza kuwa na sachets, inaweza kuwa na padi, wewe mwenyewe utachagua. Na
bei elekezi ya kwenda kuiuza hii package, kwa sababu thamani ya hii package moja ni shilingi 200,000. Sasa kwa kuwa thamani ya hii package ni shilingi 200,000, bei elekezi ya kuuza ni shilingi 200,000. Maana yake ni kwamba kama package yako ukiwa umechukua ni ya panty liner na pads, mabunda kama haya, ili bunda moja bei ya kuuza rejareja kwa mawakala wetu wanauza shilingi 50,000. Kumbuka kampuni inauza kwa bei ya jumla tu kwa mawakala. Mawakala ndo wanaruhusiwa kwenda kuuza kwa bei ya rejareja, ni shilingi 50,000, ambapo humu ndani kunakuwa na pisi 20. Okay, so maana yake ni kwamba package moja ikiwa ya hizi panty line na mabunda yanakuwa manne, 50,000 mara 4 ni shilingi 200,000. Kama ikiwa ni package ya hizi sachets, hizi sachets moja ni shilingi 10,000, unaenda kuuza rejareja kwa 10,000. Manake zinakuwa 20 kwenye hii package, kwenye hiki kifuko zinakuwa 20. Manake ni kwamba 20 mara 10,000 ni 200,000. Kumbuka umeinua 100,000 na 20,000, manake unatengeneza faida ya shilingi 80,000. Manake ni kwamba njia ya kwanza kutengeneza pesa, kuna watu kwenye kampuni yetu ambao kwa mwezi wanatengeneza 500,000, wanatengeneza 1,000,000, wanatengeneza 300,000, wanatengeneza 500,000, wanatengeneza 10,000,000 kupitia mauzo ya rejareja. Na tunayo project ambayo inalenga zaidi, kwa mfano kumuinua mwanamke kupata kipato angalau 500,000 kwa mwezi. Yako mafunzo ambayo yanaendelea sasa. Kama unataka kuanza kunufaika kwa njia ya kwanza, kunayo mafunzo maalum ambayo utapewa namna gani ya kuweza kuwahudumia watu huduma za afya, na ukaweza kutengeneza, kwa mfano ukiweza kuuza hizi package 5 tu ndani ya mwezi 5, kila package moja unafaida shilingi 80,000. 80,000 mara 5, manake hapo tayari una takribani zaidi ya 400,000. So unaweza ukaona watu wanatengeneza pesa na maisha yao yanazidi kubadilika. Hiyo ni njia ya kwanza ya kutengeneza pesa. Sio lazima utengeneze pesa kupitia njia ya kufanya retail. Yes, lakini ni njia ambayo inaweza kukuingizia pesa nyingi. Njia ya pili inaitwa ni njia ya direct sponsoring bonus, commission za kusajili watu wapya kwenye kampuni. Sasa mfumo huu umetengenezwa kama ifuatavyo. Wewe unapokuwa memba, wewe unapokuwa mwanachama, wewe unapoamua kufanya biashara na kampuni yetu, kampuni imetengeneza kumbuka ya kwamba utakuwa na akaunti yako, utakuwa na dashboard yako, ambapo watu utakao kuwa unawasajili watakuwa wanaingia chini yako na utakuwa unawaona. Sasa kampuni imetengeneza mkataba ufuatao. Kwa kila mtu mmoja utakayemsajili, kampuni itakulipa shilingi 300,000. Sijakosea, narudia, shilingi 300,000 kwa kila mtu mmoja. Sasa mkataba iliyotengeneza, kwa sababu lengo la kwanza kwa wafanyabiashara wakubwa, wajasiriamali ama wawekezaji ambao ameingia na kifurushi kwa mfano cha titanium. Okay, ukiwa na kifurushi cha titanium alafu ukasajili mtu mwenye kifurushi cha titanium, hapo kampuni itakulipa dola 120 ambayo ni 300,000, shilingi 300,000, approximately kama na 12,000. Sasa wewe utaamua unataka uwe unalipwa hizo 300,000 kwa mkupuo au kidogo kidogo. Utalipwaje kidogo kidogo? Kama utasajili watu wenye vifurushi vidogo. Okay, kwa mfano ukimsajili wewe ukiwa na kifurushi cha titanium, kile kifurushi kikubwa cha wafanyabiashara, ukamsajili chini yako mgonjwa ambaye yeye anataka tu kujiunga ili aanze kutumia kwa matumizi yake binafsi, akaingia na kile cha 145,000, kampuni itakulipa shilingi 25,000 ambayo ni approximately dola 10. Itakulipa dola 10 ni kama 25,000 ama 26,000 papo kwa papo. Sasa je, ikitokea huyu mtu alijiunga na kifurushi cha silver kwa lengo la kutumia kwa matumizi yake, afu baadaye akataka aanze kufanya biashara, sasa akasema anataka apandishe kifurushi chake kiwe kikubwa, kifurushi cha wafanyabiashara, manake nini? Atafanya kitu kinaitwa upgrade, atalipa tofauti. Kwa mfano labda anataka aende cha gold, kile cha 435,000, afu akitoka hapo aende cha 870,000, afu ndio afike cha 1,100,000 780,000. Kama hilo ndio lengo lako, manake kila atakapopanda wewe utalipwa the difference. Kwa mfano akitoka silver kwenda gold, silver alilipwa 25,000,
Goldi akiingia wa goldi moja kwa moja unatakiwa kulipwa shilingi 75,000 ambao ni kama $30. Sasa $30 ni kama shilingi 75,000 au 78,000. Manake kwa kuwa ulikuwa umelipwa $10, ukiupgrade kutoka silver kwenda gold, manake utalipwa ile tofauti ambayo ni shilingi 50,000. Na kumbuka kitu kimoja, mkataba ni shilingi 300,000. Kwa hiyo utaenda kila mtu wako anapopanda kidogo unalipwa mpaka wamalize kulipa ile 300,000. Okay? Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Sasa swala la msingi, kuna mtu ataniuliza, je, mimi kwa mfano nikiingia na kile kifurushi kidogo cha 145,000 alafu nikasajili watu, sitalipwa? Jibu ni kwamba utalipwa, isipokuwa tofauti tu ni kwamba kamisheni zako hazitakuwa kubwa kama yule mwenye kifurushi cha titanium ambacho ni cha biashara. Kwa mfano, wewe una kifurushi cha silver, ukisajili mtu wa silver kile cha 145,000, ukisajili mtu wa 145,000 utalipwa 15,000. Lakini mtu mwenye kifurushi kile kikubwa cha titanium akisajili kidogo, yeye atalipwa 25,000. Vivyo hivyo wewe ukiwa na kile kifurushi kidogo ukamsajili mtu, yeye akaingia na kifurushi kikubwa kile cha titanium, utalipwa $72 ambayo ni sawa na 101,087, wakati yule mwenye kifurushi kikubwa yeye atalipwa 300,000. Kwa hiyo kama unataka kufanya biashara, kama unataka kuja kwa ajili ya biashara, ninakushauri sana, anza na kifurushi kikubwa. Anza na titanium, ikishindikana anza na platinum na uweke mpango wa kuupgrade kwenda titanium haraka iwezekanavyo. Na ikishindikana zaidi, ukianza na silver, weka malengo ukipandishe kifurushi chako mpaka juu haraka sana. Kwa sababu gani? Kadiri kinavyokuwa kidogo ndivyo rate ya commission yake inakuwa ndogo. Kikipanda juu kidogo, kwa mfano kikiwa cha gold, kikiwa cha gold zinaongezeka kutoka 15,000 zinakuwa 20,000 ukimsajili mtu wa kile kidogo. Lakini usisahau, ukimsajili mtu wa kile kikubwa inakuwa 2,249 badala ya 300,000. Kwa hiyo ili uweze kuhakikisha ya kwamba unatengeneza vizuri pesa, hakikisha wewe kama mfanyabiashara unaanza na kifurushi kikubwa. Hiyo ni njia ya pili ya kutengeneza pesa. Na njia ya tatu ya kutengeneza pesa inaitwa ni njia ya kutengeneza pesa kupitia kujenga timu ya mauzo. Sasa katika kujenga timu ya mauzo, kampuni yetu inatumia mfumo wa binary. Inatumia kitu kinaitwa binary compensation plan. Binary maana yake ni nini? Unakuwa na timu mbili za mauzo. Kwa mfano, wewe umeanza na titanium, afu ukamsajili Jen akaingia na kifurushi cha gold kile cha 435,000. Kumbuka utalipwa commission ya kumsajili ama kumleta yule mtu ambao ndio mshahara wako, shilingi 78,000. Afu mtu wa pili akaingia na kifurushi cha titanium kikubwa kama cha kwako, anaitwa John labda, wewe utalipwa ile 300,000 yako. Kumbuka kwa gold umelipwa 78,000 na kwa titanium unalipwa 300,000. Usisahau, huyu wa gold akikipandisha kwenda titanium wanakumalizia ile commission yako nyingine ama mshahara wako mwingine. Sasa mtu wa kwanza atakapoingia automatically atakaa kwenye timu ya kushoto ya mauzo. Mtu wa pili atakapoingia automatically atakaa kwenye timu ya kulia ya mauzo. Sasa ladies and gentlemen, hapa ndipo unaweza ukatengeza pesa nyingi sana endapo utaamua kushirikiana na wenzako kujenga timu za mauzo. Sasa kampuni yetu ni tofauti sana na makampuni mengine, kwa sababu makampuni mengine unaweza ukatakiwa kuleta kila mtu unayemleta ni kwamba unamweka kwenye miguu yako. Kampuni yetu unakuwa na timu 2 tu. Makampuni mengine unaweza kuwa na timu 3, 4, 5, kwa hiyo zinafanya watu wanakuwa binafsi, wanashindwa kusaidiana. Sasa makampuni mengine ukimleta mtu wa kwanza inabidi akae chini yako, wa pili chini yako, wa tatu chini yako, wa nne chini yako. Lakini kampuni yetu ikasema hapana, tunataka kitu kinaitwa teamwork. Tunataka watu wasaidiane kujenga timu ya mauzo. Lengo ni nini? Kila mmoja aweze kutengeneza pesa. Sasa timu ya mauzo inajengwa na nani? Inajengwa na wewe mwenyewe, inajengwa na watu walio juu yako na watu walio chini yako, kwa sababu wewe watu wawili wakishakaa chini yako, wengine wote watakaokuja hauna pa kuwaweka, itabidi ukawasaidie wale watu wawili. Utachagua kwenye timu ya mauzo ya kushoto au ya kulia, umweke wapi
huyo mtu. Sasa ukipata mtu wa tatu ambaye ni wewe ndio umemleta, utamsajili kwa linki ya kwako na utalipwa mshahara wako au kamisheni yako ya kumsajili huyo mtu, lakini utaenda kumweka labda chini ya John ama chini ya Jane, na hiki kitu kinaitwa spillover. Maana yake ni kwamba unaenda kumsaidia John kujenga timu ya mauzo. Kumbuka, unaweza ukasajili watu as many as you can. Hakuna kikomo. Unaweza ukaingiza watu 20, watu 50, watu 100, watu 200, na nitakuja nikuonyeshe baadaye. Kadri unavyokuwa na watu wengi zaidi ambao umewasajili wewe mwenyewe kwa linki yako na ukaenda kuwaweka chini ya watu wengine kuwasaidia watu kwenye timu yako, ndivyo unavyoongeza nafasi ya kuweza kutengeneza pesa zaidi. Sasa naomba nikuonyeshe kidogo namna gani binary inavyofanya kazi, ama mfumo wa kujenga timu ya mauzo unavyofanya kazi. Kwa mfano, mtu wa kwanza aliyeingia anaitwa Jane, amekaa kushoto. Kumbuka ulilipwa $120 ambao ni $300,000 kama mshahara wa kumleta Jane. Alafu ukamsajili titanium member mwingine kwa ule mtaji wako wa $1,870,000 na akaingia kwa titanium. Automatically pia utalipwa $120 ambao ni ile $300,000 yako kama mshahara. Sasa kampuni inasema hivi, utakapokuwa na mtu mmoja kushoto ama mtu mmoja kulia, tayari hii tunaita timu ya mauzo. Utaanza kunufaika kwenye kila kazi ambayo watu hawa wanaifanya. Sasa na good news ni kwamba tunayo promo nzuri kabisa ambayo imeanza na inaendelea kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba unaweza kupata binary kubwa kabisa, na mshahara wako wa binary kwa mtu akiingia na package ile kubwa kabisa ya titanium. Kwa mfano, ikitokea kuna titanium moja kushoto na titanium moja kulia, mshahara wako ni $300,000 nyingine. Sahau kuhusu $300,000 uliolipwa ya kwanza. Sahau $300,000 uliolipwa. Hii tunaita bonus ya kujenga timu ya mauzo. Yes, kwa mfano, wewe umeingia unaitwa Ana. Yes, unaitwa Ana. Sasa kwenye mfumo wetu uko kama ifuatavyo. Utatakiwa kusajili mtu mmoja katika timu yako ya kushoto ya mauzo. Labda umemsajili huyo anaitwa John. Kumbuka hapa kampuni inakulipa $300,000. Kampuni imekulipa $300,000 kwa kumleta huyo. Wewe Ana umelipwa $300,000 kwa kumleta John. Alafu umelipwa $300,000 nyingine hapa kwa kumleta nani? Kwa kumleta Asha. Sasa kitu kinachofuata, kwa kumleta John na Asha unaenda kulipwa commission nyingine. Kumbuka kitu kimoja, mtu mmoja atakapoingia kwenye timu ya kushoto itarekodi kitu kinaitwa pointi za mauzo, zinakuwa recorded kwa juu kabisa ya timu yako. Kwa hiyo itarekodi. Akiingia mtu wa silver, kale kadogo kabisa, itarekodi pointi 8 au pointi 10. Sasa hivi kuna promo inaendelea ambayo ukianza tu ndani ya siku 10, baada ya wewe kuanza uwe umesajili watu wako wawili, automatically akaunti yako itakuwa inakulipa binary ya pointi 10, ambapo kama ikiwa ni kwa titanium manake ni shilingi $300,000. Kama ikiwa ni kwa silver manake ni $10 ambao ni shilingi 25,000. Sasa basi hebu angalia. Kwa mfano, hawa watu wawili waliingia kwa titanium, manake itarekodi pointi ngapi? Itarekodi pointi 120 za mauzo na itarekodi pointi 120. Sasa itachukua 120 za kushoto na 120 za kulia, zita balance na itakulipa hapa $120, ambazo hizi ni sawa na shilingi $300,000 kama binary. Okay? Haya, hiyo ni pair ya kwanza. Sasa kazi yako ni nini? Kazi yako Ana ni kushirikiana na John pamoja na Asha kujenga timu ya mauzo. Nimekwambia wewe Ana, ukipata mtu wa tatu unatakiwa kuja kumsaidia John. Utamweka hapa, utalipwa ile $300,000 yako na itahesabu pointi za mauzo. Na vile vile huyu Rose anaweza kuletwa na John. Kwa hiyo vyovyote inawezekana. Labda tuchukulie John akamleta Rose, atalipwa kamisheni yake. John akamleta Ali, atalipwa kamisheni yake. Sasa hebu chukua, weka assumption. Huyu Rose yeye kaingia na kile kifurushi kidogo cha silver, kile cha $145,000. Na huyu kaingia na kile kifurushi cha silver cha $145,000. Sasa $145,000 John atalipwa, itamhesabia pointi 10 za binary.
na atakuja hapa kulipwa dola kumi ambazo ni sawasawa na 25,000. Kumbuka Rose na Ali wako kwenye timu yako ya mauzo ya kushoto. Sasa faida utakayopata kwa Rose itahesabu juu pointi za mauzo ambazo zitakaa ni faida yako. Inakuja inahesabu tena za Ali zinakaa ni faida yako. Sasa ikatokea Asha akampata Musa naye akaingia na kile kidogo kabisa cha silver. Cha silver. Manake itahesabu, kumbuka huku kuna pointi za ziada tayari. Kwa hiyo Musa anakuja kupea na nani? Anakuja kupea na Ali, alafu wewe unakuja unalipwa dola 10 nyingine ambao ni 25,000. Sasa kitu kinachotokea, hizi pair zitakuwa zinatembea kama ifuatavyo. Kila itakapo balance pair moja kushoto na pair moja kulia itakulipa 25,000, itakulipa 25,000 kama ni kile kifurushi kidogo cha silver. Lakini kama ni kifurushi kile cha gold itakulipa dola 30 ambao ni 75,000, na kama ni kifurushi kikubwa cha titanium itakulipa dola 120 ambayo ni shilingi 300,000. Kwa hiyo na usisahau kitu kimoja. Kwa hiyo namna ya kuweza kutengeneza pesa nyingi zaidi kupitia kujenga timu ya mauzo ni kusajili watu wengi kwenye mfumo. Kwa hiyo narudi tena kwenye dashboard yangu hapa kwenye kompyuta kama ambavyo unaweza kuona. Kwa hiyo haijalishi watu wamekaaje kushoto na kulia. Watu wamekaaje kushoto na kulia. Kwa kila atakaye kuwa anaingia, mfumo utakuwa na rekodi pointi za mauzo na itakuwa inakulipa binary kama ambavyo unaweza ukaona. Italipa 20, italipa 20, itaendelea, italipa 20, italipa 20,000 au italipa 25 au italipa 70,000 au italipa 300,000 na kuendelea. Na hivyo ndivyo ambavyo timu ya mauzo inakuwa inajengwa. Kwa hiyo namna bora kabisa ya kuweza kuhakikisha unatengeza pesa nyingi kupitia njia ya tatu ni kuhakikisha unashirikiana na watu kwenye timu yako kujenga timu ya mauzo. Sasa moja kwa moja naomba nikupeleke kwenye njia ya 4. Njia ya 4 ya kutengeneza pesa ambayo sasa hii tunaingia kwenye kundi la pili. Kundi la kwanza linaitwa kutengeneza pesa kupitia wale watu ambao unawaleta au unawasajili, ambapo tunapata bonus za kuwashirikisha watu na tunapata bonus za kujenga timu ya mauzo. Sasa na kazi zetu kubwa sasa, mabibi na mabwana, kazi kubwa mpaka hapo almost tunakuwa tumezimaliza. Kazi kubwa ambazo tunazifanya ili tuweze kutengeneza pesa. Kazi ya kwanza tunayofanya ni kufundisha watu kuhusu afya na kurecommend product zetu ambazo zina matokeo makubwa sana kwa ajili ya afya zao, na kwa namna hiyo automatically tunaweza kuwauzia. Kwa hiyo namna gani sisi tunauza product zetu ni kwa kuwapa watu thamani value ya product tulizonazo katika kukabiliana na changamoto zao mbalimbali za afya. Na kazi ya pili sasa ni kusajili watu kwenye kampuni, ama ni kusajili watumiaji ama mawakala ama wafanyabiashara. Kwa kufanya hivyo automatically tunakuwa tuna uwezo wa kulipwa mishahara. Kumbuka tunalipwa commission ama tunalipwa mishahara pale ambapo tunaleta watu kwenye kampuni ili waweze kufanya manunuzi yao kwa jumla na wakasajiliwa. Okay, sasa kinachofuatia ni kitu kimoja. Njia zinazofuatia utaanza kutengeneza pesa kwa kutumia kitu kinaitwa passive income. Na njia inayofuata inaitwa mentor bonus. Na hii inatokana na reorder ama manunuzi ambayo timu yako wanakuwa wameyafanya. Kwa mfano, wewe ukishajiunga, wale watu ambao umewaleta wakifanya reorder uliowasajili mwisho wa mwezi, wakifanya reorder mwisho wa mwezi unalipwa commission, kwa sababu kwenye kila manunuzi wanayofanya, kwa mfano akinunua hii package moja anapata PV zinaitwa unilevel point values point 6.4 ambazo mwisho wa mwezi watapiga hesabu jumla ya point afu wanakulipa wewe commission kutokana na kifurushi chako. Kwa mfano, ukiwa kifurushi cha titanium utapata 25% ya point ambazo wale watu uliowaleta wanakuwa wamezalisha. Ndio maana nakushauri ili uweze kutengeza pesa nyingi, hakikisha unakuwa na kifurushi cha nini? Cha titanium au cha platinum, lakini ukiwa na kifurushi cha silver commissions zako zitakuwa kidogo sana. Sasa basi, njia ya 4 ya kutengeneza pesa, utatengeneza pesa kutoka kwa directs wako ama watu uliowaleta kwenye kampuni watakapofanya manunuzi. Na
njia ya tano ya kutengeneza pesa. Njia ya tano ya kutengeneza pesa, tunatengeneza pesa kupitia unilevel overriding income ama unilevel bonus ama commission za unilevel. Commission za unilevel ni nini? Sasa kampuni imetuletea mfumo ufuatao. Kadiri tunavyojenga mtandao wa wateja na watumiaji wa product, sasa kampuni itakupa commission mpaka kizazi cha 12 kwa watu wako watakapokuwa wanafanya manunuzi. Kwa mfano, una timu Mwanza, una timu Dodoma, una timu Arusha, alafu una watu ambao wengine ni mawakala wananunua na wanauza. Sasa wao wakiuza kwenye kila package wanapata 80,000. Wewe unapata faida gani? Usisahau kitu kimoja. Wao wakija kufanya reorder manunuzi kwa 120,000, kampuni inaingiza hela. Kwa hiyo kampuni lazima ikurudishie wewe faida. Sasa hapa ndio utakuta kuna watu wanatengeneza commissions zingine mpaka milioni 5, mpaka milioni 10, milioni 20, milioni 50 kwa mwezi kupitia nini? Unilevel bonus. Hii inakwendaje? Yule mtu ambaye umemleta wewe ni kizazi chako cha kwanza. Watu ambao wameletwa na uliowaleta wewe ni kizazi chako cha pili. Watu walioletwa na watu ambao watu wako wameleta ni kizazi cha tatu. Itaenda mpaka kizazi cha 12. Kwa hiyo kila manunuzi yatakayofanyika, wewe mwisho wa mwezi unakuja kupata commission. Kwa hiyo kinachofanyika ni kitu kimoja. Kila watu wanapofanya reorder zinarekodiwa pointi zao za PV, na hizo pointi zao za PV zinakuja kutumika kuleta commission, na zitakuwa zinaenda zinapanda kwa kila mmoja mpaka kizazi cha 12. Na kwa mfumo huu sasa ndio pale ambapo, kwa sababu product tulionao ni unique, ni tofauti, inatumika sana, ina matokeo makubwa sana, inauzika sana. Kwa hiyo swala la watu wengi kuitumia ni swala la kawaida, na ndiyo maana watu wanatengeneza sana pesa kupitia hapa. Kwa hiyo sasa siri tu ni moja. Kadri unavyojenga mtandao wa wateja na unawafundisha namna ya kuuza bidhaa, namna ya kutengeneza faida kupitia mauzo ya rejareja, automatically mwisho wa mwezi na wewe utakuwa unapata faida, ama na wewe utakuwa unapata commissions zako za Unilevel. Na hiyo ni njia ya 5. Njia ya 6 inaitwa Unilevel loyalty ama kipato cha kifalme, ambapo ni nini? Ili mimi napenda kuliita kama fungu la 10. Kwa sababu gani? Wale watu wako ambao uliwasajili na ukawaleta kwenye kampuni, wakaanza kujenga timu zao, mwisho wa mwezi wakilipwa commissions zao, na wewe wanakupa fungu la 10. Manake kwa mfano, umesajili watu 50 kwa linki yako. Afu kati ya watu 50 kuna watu labda 10 ambao wako active. Mwisho wa mwezi wanatengeza milioni 1. Sasa kwenye ile milioni 1 wewe una pasenti yako. Sasa ile pasenti itategemea wewe uko kwenye kifurushi gani na wao wako kwenye kifurushi gani. Kwa mfano wewe labda uko titanium na wale watu wako titanium, utapata 2.5% ya mapato yao yote ambayo wanaingiza kutoka kwenye Unilevel. Labda wewe uko titanium lakini wale baadhi yao wako platinum, utapata 50%, au wengine wako silver, utapata 100%. Manake labda yule aliye silver amelipwa labda shilingi 50,000 na wewe utalipwa shilingi 50,000 kama kipato cha kifalme. Labda mtu wako ametengeneza shilingi 1,000,000 afu wewe utalipwa labda 100,000 kama kipato cha kifalme. Kwa hiyo utajikuta kwamba haya ni mapato ya bure, haufanyi kazi yoyote. Kumbuka kazi ulishaifanya, na kazi uliyofanya ni nini? Ni kuwaonyesha fursa na kushirikiana nao kujenga timu ya mauzo na kuwafundisha wale watu wao kufanya mauzo, kuuza products, kusaidia afya za watu. Automatically mwisho wa mwezi unalipwa kipato cha kifalme. Na njia ya 7 inaitwa njia ya kupanda cheo kwenye kampuni. Sasa tunavyo vyeo vya aina 5 kwenye kampuni yetu. Cheo cha kwanza kinaitwa supervisor, cheo cha pili kinaitwa manager, cheo cha tatu kinaitwa director, cheo cha 4 executive director, cheo cha 5 kinaitwa Diamond executive director. Sasa cheo cha kwanza kabisa ambacho ni kidogo kinaitwa cheo cha supervisor. Masupervisor ni kina nani? Ni wasimamizi wa timu za mauzo. Sasa unapoanza unakuwa associate, akaunti yako itasema wewe ni mshiriki wa biashara, ni mshiriki wa kutoa huduma ya afya.
Yes, sasa utakapopanda cheo kutoka kuwa mshiriki, cheo cha kwanza ukipanda kinaitwa supervisor. Ili upande cheo cha supervisor, vigezo ni very simple. Kwanza, timu yako ya mauzo ya kushoto iwe imefanya mauzo yenye PV 100 ambao ni sawasawa wao wameuza tu kama hizi package hii hapa ziwe 16. Can you imagine? Manake inawezekana ukapanda cheo cha kwanza ndani ya mwezi mmoja au ndani ya miezi miwili. Kwa mfano, umeingia kwenye kampuni yetu, alafu ndani ya siku 10 za kwanza ukasajili watu wawili na ukafundisha wale watu wawili kusajili watu wao wawili. Manake mpaka mwezi unaisha utakuwa na timu angalau timu ya kushoto utakuwa hata na watu 5, timu ya kulia utakuwa hata na watu 5. Sasa kazi tunazozifanya ni zifuatazo. Namba 1, tunafundisha watu wetu angalau kusajili watu wawili ndani ya siku 10 za kwanza, lakini angalau kufanya mauzo ya package 2 mpaka 5 ndani ya mwezi mmoja. Manake ni nini? Mtu akifanya mauzo ya package 2 atakuwa ametengeza faida ya mauzo ya rejareja shilingi 160,000. Akifanya mauzo ya package 5 atakuwa ametengeneza 80 mara 5 ambao ni karibia 400,000. Manake ni pesa nzuri. Sasa kwenye kila package kuna PV. Kwa hiyo ukiwa na timu ya watu 5 kushoto na timu ya watu 5 kulia, kila mmoja akafanya repurchase 2 automatically unakuwa umepata pointi kwamba zinakuwa ni package 10 ambao ni karibia pointi 70 80, maana unakuwa unakaribia tayari kuwa supervisor. Maana mwezi wa pili automatically unaweza ukawa supervisor. Okay, so kwa unachotakiwa tu kuwa ni angalau umewapa watu wawili fursa, lakini kwenye timu yako ya kushoto na ya kulia point zio angalau 100 kushoto na 100 kulia, na wewe mwenyewe wewe umetengeza pointi 25. Yani ni kama vile umefanya mauzo haya ya hizi package 4 tu ili uwe supervisor. Hizi 4 tu, can you imagine? Afu timu yako yote ya kushoto wao wamefanya package 16 tu, can you imagine? Na kulia 16 tu, easy yake 16. After unakuwa supervisor. Sasa nini kinatokea unapopanda cheo? Namba 1, unapewa bonus ya kupanda cheo. Ukishapanda tu cheo unapewa 250,000 kwa kupanda cheo cha kwanza kuwa supervisor. Lakini zawadi ya pili unapata hisa moja kwenye kampuni. Unapewa share moja kwenye kampuni, na hiyo share moja kwenye kampuni inakufanya sasa unaanza kunufaika. Kwa sababu gani? Wewe tayari ni kiongozi, unaanza kunufaika sio tu na mauzo ya timu yako, bali timu yani mauzo ya dunia nzima. Unaanza kupata gawio la faida mwisho wa mwezi, mauzo yanayofanyika kwa mwezi mzima mwisho wa mwezi, na wewe una kipande chako. Kwa hiyo mwezi mauzo yakiwa makubwa na unakuta una faida kubwa, mwezi mauzo yakiwa madogo faida yako inakuwa ndogo. Kwa sababu gani? Wewe ni supervisor, una share kwenye kampuni lakini pia unapata faida mwisho wa mwezi. Hicho ni cheo cha kwanza, can you imagine? Lakini ukipanda cheo cha pili cha manager, kwanza unapewa bonus ya $500 ambayo ni 1,250,000. Yani unapewa mara moja pop, afu baada hapo unapewa hisa 3 kwenye kampuni, can you imagine? Alafu sasa gawio lako la faida mwisho wa mwezi linakuwa ni kubwa kuliko la supervisor. Kwa sababu gani? Wewe ni manager. Sasa kimbembe, ukienda director, ukienda cheo cha 3 cha director utapewa bonus ya $1,500 ambayo ni 3,750,000. Can you imagine? Can you imagine? Unapewa hiyo zawadi. Baada ya hapo unapewa share 5 kwenye kampuni. Na sasa ukishafika cheo cha director, mambo yanaanza kuwa mazuri. Kwanza unachagua nchi gani unataka uende ukapumzike, unapewa wewe na mwenzi wako. Ukishafika cheo cha director, mkurugenzi, umefika cheo cha mkurugenzi, sio peke yako, wewe na mwenzi wako. Can you imagine? Kama ni mama utaenda na mume wako, kama hujaolewa utaenda na mpenzi wako kama utaki basi utaenda hata na mtoto wako. Can you imagine? Tiketi hizo unaenda nje, utachagua nchi kama ni Dubai, sisi tutakulipia siku 3, nenda unakula bata, unafanya nini, afu unarudi. Wewe ni mkurugenzi. Kwa sababu gani? Unajenga, unasimamia manager, unasimamia supervisor. Sasa ukienda executive director ni balaa zaidi. Ukienda Diamond executive director ndio baba lao. And guess what? Hizo zinaitwa faida za kupanda cheo. Sasa usisahau nimekuambia kitu kimoja. Unapopanda cheo unapata hisa na unaanza kunufaika na gawio la faida. Lakini sasa namba 9 ni kutengeneza pesa kupitia
Eve's Reward kupitia mfumo wa zawadi kutoka Eve. Sasa hapa nitaenda kukuonyesha kitu kikubwa ambacho kitaenda kukushangaza. Jambo la kwanza, kupitia mfumo wa zawadi, zawadi ya kwanza ambayo utaipata kwa wewe kujiunga na kampuni yetu leo na kuanza kufanya kazi leo, zawadi ya kwanza ambayo utaipata ni safari za kimataifa. Can you imagine? Kwa mfano leo nakuletea semina hii ni mwezi wa ngapi? Huu ni mwezi wa 3. And guess what? Tuko kwenye maandalizi mwezi wa 5 2026. Watu zaidi ya 25 wamepata tayari tiketi zao za kusafiri safari ya kimataifa, international trip, kwenda Philippines. Can you imagine? Na kwa nini? Ni kwa sababu tu wamefanya maamuzi ya kujoin na kuanza kufanya kazi pamoja na sisi. Hiyo ni zawadi ya kwanza. Kwa hata wewe ukijoin leo tayari unapata sifa. Na ukijoin tu na hivi, kama hauna passport, kitu cha kwanza unatakiwa uhakikishe unatafuta passport. Hii ni kampuni ya kimataifa, safari ziko nyingi. Mwaka 2025 kuna watu wamekwenda Mombasa, kuna watu wamekwenda Nairobi, kuna watu wamekwenda Zanzibar. Tulikuwa na safari za ndani ya bara la Afrika na ndio tulikuwa tunaanza. Sasa mwaka 2026 safari ya kwanza ni safari ya Philippines, tutakuwa na safari ya Dubai, tutakuwa na safari ya China ambako tutakwenda kutembelea kiwanda chetu kule zinakozalishwa product zetu. Tuna safari ya Thailand, tuna safari ya Malaysia na mataifa mengine mbalimbali ambayo watu wanao qualify kwenye hizo safari wanakwenda kuenjoy maisha, wanaenda kula bata, lakini wanaenda kufundishwa namna ya kuweza kutimiza ndoto zao na kubadilisha kabisa historia za maisha yao. So hiyo ni moja ya zawadi ambayo utaipata au manufaa mengine utakayoyapata kwa kujiunga na Eve leo. Na faida ya pili kwenye zawadi, Eve Dynamics ni kampuni ya kidijitali. Ni kampuni ya kidijitali. Guess what? Tunayo sarafu yetu ya kidijitali inaitwa Eve's Token. Tunayo sarafu yetu ya kidijitali inaitwa Eve's Token. Unaipataje? Unaipata kwa zawadi. Unapojiunga na ukasajili watu, kama vile unavyopata commission za kuwaleta watu, tunakupatia na zawadi ya token. Utaanza kuziona kwenye dashboard yako. Unapata token zako ambazo hizo token ni kama vile Bitcoin, kama vile Ethereum, kama vile USDT, kama vile Dogecoin, ambazo kadiri zinavyopanda thamani ni utajiri mkubwa sana. Sasa community yetu kadiri inavyozidi kuwa kubwa ndivyo matumizi yake yanazidi kuwa makubwa. Unaweza ukazitumia kununua product, unaweza ukazitumia kusajili watu wengine, unaweza kwamba una sarafu zako, unaweza ukazikesha au ukazichange ukapata pesa yako ya T-shillings na ukaweza kuitumia. Hiyo ni moja ya product, moja ya zawadi ambayo inaenda kutengeneza mamilionea wengi sana, inaitwa Eve Token. Na kitu cha tatu kinaitwa Eve Reward Matrix. Sasa tumetengeneza matrix ya zawadi. Sio wote wamesema hivi, ndani ya Eve ukijoin ni lazima upige hela, utake ustake. Oh my God. Yaani ni hivi, ukiwa member wa Eve ni lazima utake hela. Nataka nikushauri kitu kimoja. Kama wewe ni mbinafsi, haupendi wenzako wanufaike, ni bora